Hujambo na karibu mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, na kualika ungane nami katika kipindi cha Tufunge Safari. Kipindi hiki ni maalum kwa ajili ya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu wa 2025. Mimi ni Esther Amandu Sezelamula na hapa studio niko na mgeni. Yeye ni Dr. Rose Ruben. Dr. Rose Ruben ni mkurugenzi wa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania, TAMWA. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Na moja kwa moja mtazamaji, tunaanza kwa kipindi chetu kwa kusema kwamba kauli mbiu ya uchaguzi mkuu mwaka huu ni kazi na utu tunasonga mbele. Kazi na utu tunasonga mbele. Mkurugenzi, kwa kuanza kipindi chetu, wewe ndiye mkurugenzi wetu sisi wanahabari. Mkurugenzi wa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania, TAMWA. Hebu wafahamishe watazamaji wetu, nini nafasi ya wanawake katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu wa 2025? Asante sana Esther. Nafasi ya wanawake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kuna nafasi nyingi. Ya kwanza ni kugombania ama kushindania nafasi kadha. Kuna nafasi za wabunge, kuna nafasi za madiwani na nafasi za rais. Kwa hiyo hizo ndio kazi yao hasa, ndio fursa yao kubwa katika kugombania hizi nafasi. Lakini pia wanawake wanao fursa nyingine ya kuchagua viongozi ambao watakaowafaa, viongozi ambao wataweza kuwajibika na kuwasongesha katika miaka mingine mitano ijayo. Kwa hiyo wanawake, kwanza ikumbuke, ni 51% kwa mujibu wa sensa mwaka 2022 ndio. Kwa hiyo unakuta kwamba hili kundi ni kundi ambalo linapaswa kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kupiga kura, linapaswa pia kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kugombea nafasi mbalimbali katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo wajitahidi wengi waweze kujitokeza, wagombania hizi nafasi za udiwani, nafasi za ubunge, nafasi za urais, na wasisubiri kuambiwa nyanyuka nenda, bali waangalie mambo yao ambao wameshafanya, na wakiona nafasi yote ambao wanaweza kagombania basi waende wakagombanie kwa mujibu wa sheria na baraka za vyama vyao. Lakini jambo jingine ni kuwasapoti sasa wale wanawake ambao watakuwa wameingia katika nafasi hizi. Tunahitaji sana wanawake waweze kuwapigia kura wanawake wenzao. Tunahitaji sana waweze kuwachagua, na historia ilivyo imeonyesha kwamba wanawake wameweza kuongoza. Tunao wanawake katika nyanja tofauti, kuanzia kwenye nyanja za mashina mpaka nyanja za rais sasa hivi, na wamefanya kazi zao vizuri. Kwa hiyo tunahitaji wanawake pia waweze kutoka kupiga kura. Hakikisha unapiga kura ili kuchagua kiongozi ambao unamhitaji. Usije ukakaa chini kuanza kulalamika wakati hata kiongozi mwenyewe hukuwahi kumchagua. Kwa hiyo hii hasa ndiyo nafasi kubwa ya wanawake ambayo wanao katika kipindi hiki cha uchaguzi. Na kwa wanahabari wanawake, wao sasa ndio wa kuandika hizi habari kwa wingi zaidi. Tuone vyombo vya habari kwa ujumla wake, na si hata wanahabari wanawake peke yao. Vyombo vya habari vikiandika habari zinazohusu wanawake katika habari kulingana na kanuni na maadili ya uandishi wa habari. Ni mwaka ambao sitamani kuona waandishi wa habari wakiandika habari ambazo ni potofu, habari ambazo zinaleta migongano katika jamii, ama kuweza kuiandika kuleta ule kuharibu utu wa wanawake kupitia vyombo vya habari. Na wale ambao watajaribu kufanya hivyo, kwa kweli kwa sisi kama Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania tutaendelea kufanya utathmini, na katika hiyo tathmini yetu tukiona kama kuna wale ambao wanaandika huku wakiharibu utu wa binadamu, utu wa wanawake katika kipindi hiki cha uchaguzi, basi hatutasita kuzungumza. Sasa wanawake wameandaliwa vipi kutumia nafasi yao katika kugombania hizo nafasi katika uchaguzi huu wa mwaka 2025? Unajua Esther, uchaguzi unaanza baada ya uchaguzi. Yaani pale tutakapofika mwezi wa
mwaka huu. Mwaka huu wakati uchaguzi huu umeshamalizika, hapo ndio uchaguzi wa mwaka 2030 unakoanza. Kwa hiyo swala la kwamba wanawake wameandaliwaje ili kuweza kuwania nafasi mbalimbali kwa mwaka 2025 ni swali ambalo linaturejesha nyuma. Kwa miaka hii 3, 4, 5 wanawake walijiweka katika nafasi gani? Kwa sababu hili ni suala la maandalizi. Uwezi ukaamka tu na kusema kwamba kesho naenda na mimi kuchukua form na gombea. Lazima utaulizwa kwamba umefanya nini. Una nini cha kutuonyesha kwamba unaweza ukawa kiongozi mzuri? Tuonyeshe shughuli zako, tuonyeshe kazi zako ambazo umezifanya. Tuonyeshe mambo ambayo changamoto ambazo umeziondoa katika jamii. Ziwe ni changamoto kubwa, ziwe ni changamoto ndogo. Tuonyeshe ili tuweze kuona kwamba yeye ni kiongozi. Kwa hiyo kikubwa sana ni kwamba mimi natamani kwamba wanawake sasa katika kipindi hiki kilichobaki basi waonyeshe kazi zao ambazo wamezifanya, kukumbusha jamii ya kwamba nimekuwa na mchango wa namna hii na namna hii katika jamii, na huu mchango wangu ninaona kwamba ninaweza kuongoza kwenda katika hatua nyingine kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Awali ulizungumzia kwamba wanawake hususan walioko kwenye sekta ya habari wajitokeze kupiga kura, lakini ni hamasa gani unatoa kwao sasa nao kuingia kwenye hiki kinyang'anyiro cha kugombea nafasi mbalimbali za uongozi? Maana sisi tumezoea kuandika vya wenzetu. Sasa unatoa hamasa gani na sisi tuweze kujitokeza kuwania katika nafasi hizo? Wanawake waandishi wa habari wanaruhusiwa kuomba nafasi mbalimbali za uongozi. Wanaweza kuomba udiwani, wanaweza kuomba ubunge, na kama vyama vyao vinawaruhusu basi wanaweza wakaomba hata nafasi wakagombea nafasi ya urais kulingana na sheria zetu ya kwamba ni lazima chama kikuteue kuwa kiongozi ambaye utaweza kugombea kama rais. Kwa hiyo kwa wanawake wanahabari wao wanachotakiwa ni kufuata taratibu, kwa sababu huwezi ukawa unagombea na huku tena unaandika. Itakuwa inakinzana na maadili ya uandishi wa habari. Kwa hiyo ni kutoa taarifa katika vyombo vyao vya habari na kujiengua katika uandishi wa habari kwa kipindi ambacho watakuwa wanafanya hizo kampeni. Kumeendelea kuwa na mjadala kwamba je, akishagombea hata akashindwa kurudi tena katika chombo cha habari na kuandika. Mjadala ambao umekuwa ukizua mambo tofauti, wakati wengine wakisema hamna shida kwa sababu aligombea, alitumia nafasi yake ama fursa yake ya kidemokrasia na anaweza akarudi kuendelea kuandika habari mbalimbali. Kwa hiyo cha msingi kwanza ni kuangalia sheria na kanuni katika vyombo vyao vya habari. Lakini kwenye utaaluma ni kwamba itabidi kwanza waache kazi ile ya uandishi wa habari, warudi waendelee na hii eneo hili jipi ambalo wanaona kwamba wanafaa, ambalo ni eneo la siasa, waende wakagombee. Wakipata basi tutawafurahia na tutawasapoti kwa sababu ni wenzetu, na wakipata basi watatuongoza katika nyanja tofauti watakazokuwa wamechaguliwa. Lakini endapo watakuwa wameshindwa tena, basi watarudi na kuendelea na uandishi wa habari au kuendelea na ngazi nyingine tena ambayo ni uandishi wa habari. Si lazima sana pia kuandika kile ambacho watakifurahia wao, lakini waandishi wa habari hawazuiliwi kugombea nafasi mbalimbali za kisiasa endapo ndio utashi wao. Cha msingi wafuate maadili na kanuni za kazi ama kanuni na maadili ya ofisi zao na za uandishi wa habari. Mtazamaji, kipindi hewani ni Tufunge Safari, na nikukumbushe tu kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka huu unasimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Wao ndio wasimamizi wakuu, na kubwa zaidi ni kujitokeza kuweza kurekebisha au kuboresha taarifa, zoezi ambalo linaendelea katika maeneo mbalimbali nchini. Lakini mwisho wa siku basi mjitokeze muweze kwenda kupiga kura kuchagua viongozi wakati utakapowadia. Naam. Dr. Ruben, wanawake wengi wamekuwa wapiga kura waaminifu. Lakini wao wenyewe kujitokeza kugombea kwa kiasi cha kutosha imekuwa ni tatizo. Kwa nini hali inakuwa hivyo? Hali hii ina mambo mengi.
ina mambo mengi ambayo yako nyuma yake. Kuna mila na desturi, kuna umasikini. Ninapozungumzia mila na desturi, kwamba kuna mila na desturi ambazo zinamfanya mwanamke ajione kwamba yeye ni mtu wa daraja la pili na ni mtu ambaye hahusikani na masuala ya uongozi, na hii hasa inaweza ikaanzia kwenye ngazi ya familia ambako ndio mitazamo ama mtazamo wake mwenyewe binafsi. Lakini tunapoenda kwenye swala zima la umaskini, na maanisha kwamba anakuwa hana mtaji, na mtaji huu umegawanyika kwa makundi mawili. Mtaji wa kisiasa ni mtaji, kuna mtaji watu, hana watu wa kutosha kuweza kumsapoti na kisha kumpigia kura ili aweze kura zake ziweze kutosha. Kwa hiyo anapokuwa na umaskini wa mtaji watu, basi anajiona kwamba hakuna haja ya kuweza kupoteza muda. Lakini pia masuala ya uchaguzi yanahitaji nguvu ya mtaji wa fedha. Mtaji wa fedha ikimaanisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini pia labda wale wanaokusindikiza, wanao kusapoti, lakini kuna gharama nyingine, labda kwenda kwenye vyombo vya habari au kuwa na hizi material ambazo unaweza ukatumia kwa ajili ya kujenga ile brand yako. Kwa hiyo sasa hapo wanajikuta kwamba kuzunguka jimbo zima, labda pengine ni kwenye jimbo kwake fedha haimtoshi, lakini pia watu wanaomfahamu ni wachache. Na hii kwa nini watu wanaomfahamu mwanamke anaweza kuwa wachache? Kwa sababu kwa mila na desturi na itikadi zetu unakuta si mara nyingi wanawake wanatoka, labda akitoka kazini anaenda nyumbani kwa ajili ya kuweza kuendelea na majukumu ya nyumbani. Kwa hiyo hana ule muda wa kwenda kuchangamana na jamii, au hata kama amechangamana na jamii katika shughuli maalum, lakini sio kama ambavyo nguvu ya wenzetu wanaume ambao wanaweza wakawa nayo. Kwa hiyo ni kwa yule ambaye amejiandaa katika ile miaka yote minne ya kuweza kujiandaa kuwa kugombea nafasi fulani, unakuta huyo wa kwanza anajiweka kimkakati kabisa kwamba anaanza kuchangamana katika shughuli mbalimbali za kijamii, anajenga jina, anajenga watu ambao watamsapoti, na wale watu watakao msapoti anajenga namna gani? Sio hata kwa kuwapa vitu, bali kwa kuonyesha uwezo wake na kuweza kushiriki katika masuala mbalimbali. Kwa hiyo anaonekana kwamba huyu ana uwezo. Na kama ni kwenye vyombo vya habari, tayari anakuwa ameshashiriki katika vipindi mbalimbali, anajua namna gani anaweza kazungumza mbele za watu, anaweza kajieleza namna gani, anakuwa tayari ameshasoma udhaifu wa mwenzake ambaye pengine mwenzake ama wenzake ambao wanaweza kagombea nafasi ile. Kwa hiyo kwa kujua kujiwekea hiyo mikakati, ina maana kwamba sasa ameshawiva kuweza kuingia kugombania kinyang'anyiro chochote, nafasi yoyote katika kinyang'anyiro cha uchaguzi, na anaweza kushinda. Anajiwekea kabisa asilimia labda fulani, naweza mimi nikashinda kwa sababu kwenye mtaji watu nao, na hawa ni watu ambao ni waaminifu kwangu. Lakini kama kuna mbinu zozote ambazo ni wanaziita mbinu za kuweza kushinda za kimkakati, basi tayari ameshajiweka na hata kwa afya yake ameangalia afya yake kwamba anaweza akahimili vishindo vya kampeni. Kwa sababu kama si afya njema katika kipindi cha kampeni, mtu anaweza akadondoka, mtu anaweza akaugua. Kwa hiyo ameshajenga afya yake na kuitunza vya kutosha kuweza kuhimili zile heka safari kwa nyingi, kukaa macho bila kulala labda kwa muda fulani, muda mrefu, kwa ajili ya kuweza kuweka mipango yake sawa sawa. Lakini pia kwenye chama chake, kwa sababu sisi Tanzania hatuna mgombea binafsi. Kwa hiyo lazima mgombea apitie katika chama. Kwa hiyo kwenye chama chake, je, ameshajijenga vya kutosha? Ameshajijenga vya kutosha? Kuna watu wanaomwamini, anao watu ambao wanamkochi, yani viongozi ambao waliowahi kuwa viongozi, watu waliomzidi
kwa elimu, waliomzidi kwa umri, waliomzidi kwa maarifa, ambao wamemjenga vya kutosha kwamba sasa anaweza kawa kiongozi. Haya tunaongea, utakubaliana na mimi kwamba sio rahisi tu kutoka kwamba kusema kwamba unakuwa kiongozi ghafla na unaenda kugombea ghafla na hiyo ghafla basi ukapata. Ni lazima wakuwepo na watu wanaokuamini kwenye uwezo wako kwamba unaweza ukawa kiongozi mzuri. Dr. Ruben, hivi ni kweli kwamba jamii yetu imegubikwa na mfumo dume kiasi kwamba wanawake wengi wanaona ugumu kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali? Naweza nikajibu likawa ndio na sio. Inategemea wapi. Kwa sababu kwa hivi karibuni ukiangalia tuseme tangu mwaka 2015 tukisoma maandiko yaliandikwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2015, 2020 na hata tunapoelekea, unaona ile hofu ya wanawake kugombea nafasi mbalimbali imeanza kupungua. Sababu kuna mfumo dume ndio, lakini pia kuna hofu ya kimfumo dume ambayo iko ndani ya mtu mwenyewe. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba imeanza kupungua. Lakini pia kuwa na viongozi wanawake wengi wa nafasi mbalimbali, urais, spika, mawaziri, wakurugenzi, sijui wapi. Kwa hiyo hata wale watoto wa kike wanaokuwa na wengine wamefika kwenye umri wa kuweza kugombea nafasi mbalimbali, wana uhakika ya kwamba nchi inaruhusu wanawake na wanaume kugombea nafasi mbalimbali za kisiasa. Kwa hiyo ile hofu ya kimfumo dume naona inapungua, lakini haijafutika, ipo, na kuna wakati inakuwa na nguvu sana na inatumia mabavu makubwa kuweza kuwarudisha nyuma. Hilo hatuwezi kukataa na wala hatuwezi kulipinga, lipo na takwimu zinaonyesha na hata sheria zinakataza. Ukiona kitu kimeshatungiwa sheria manake kilisha kuwepo. Ndio. Yeah. Unadhani kwa nini wanawake wengi bado wanasuasua kugombea nafasi za uongozi ikilinganishwa na wanaume, licha ya kwamba wana sifa za kugombea? Nitarudi pale kwamba kuna vitu viwili kwangu vikubwa ama vitatu, viwili au vitatu. Cha kwanza ni mtaji. Mtaji ndio mtaji ambao nimesema, kuna mtaji wa fedha. Ndio. Kwa sababu kugombea nafasi na hapa ninachomaanisha hata wale wanaoenda kwenye nafasi zile za viti maalum, pia kuna kupiga kampeni ili waweze kupitishwa. Kwa hiyo kuna kuwa na heka inayohitaji fedha kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia kuna heka inayohitaji watu wa kusapoti, watu wa kuamini. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba idadi kubwa ya wanawake bado wanajisahau katika suala zima la muda wa kujiandaa. Wanakuja kukumbuka, wanasema unakumbuka shuka wakati kumekucha. Hasa ile inawafanya kwamba wanashindwa mapema, wanakuwa wasindikizaji. Lakini wangekuwa wanakumbuka tangu mapema ya kwamba uchaguzi unapomalizika, nisome mazingira, nione wenzangu wamefanya nini na wameshindwa wapi, kipi ambacho kinasababisha watu kushindwa, alafu uchaguzi unapoisha sasa mtu unaanza kujipanga, unajiweka kwenye utaratibu wa uongozi. Na utaratibu wa uongozi kwanza ni kujua kanuni za uongozi, maadili ya kiuongozi, namna ya kuweza kuzungumza na watu kama kiongozi, namna ya kuzijua changamoto za watu, namna ya kujitoa katika kutatua changamoto za watu, kwa sababu hakuna mtu anayetoa kura bure. Na simaanishi, ninaposema bure simaanishi kwamba inatolewa kwa fedha kura. Kura inatolewa kwa kuaminiwa ya kwamba wewe ni kiongozi. Kwa hiyo kura ina thamani yake. Mtu anapoenda kukupigia kura Esther Zelamula, maana yake amekuamini. Na amesha kutathmini akaona kwamba huyu anatufaa kuwa kiongozi. Kwa hiyo nimpigie kwa sababu anaweza kuwa kiongozi wangu tena.
maana yake huyu kama ni wale ambao wanaendelea na awamu ya pili, maana yake alishafanya mambo ambayo ni mazuri, mambo ambayo ananiridhisha, nimpatie nafasi nyingine ya kuendelea. Lakini kama ni mpya kabisa, tumeona shughuli zake anazozifanya na jitihada zake, anapokuwa ameahidi mambo anayafanyia kazi. Kwa hiyo tumpatie hii nafasi ili apate kutuongoza. Kwa hiyo kura ina thamani yake, na kama kura ina thamani yake, hivyo ni lazima huyu mwanamke ajue kwamba anao watu wanaomwamini na watu ambao wanaweza kumsapoti ili kuweza kuwa kiongozi katika eneo lake. Hebu tuangazie wanawake ambao wanajitosa kuwania nafasi za uongozi. Wengine tayari walishatangaza kwamba hata kupitia vyama tofauti tofauti kwamba watawania nafasi za uongozi. Namna gani wanaweza kubalance majukumu yao ya kifamilia na ya uongozi? Hili ni swali ambalo huwa mara nyingine huwa nisilipendi, kwa sababu linaulizwa kwa wanawake tu. Linaulizwa kwa mwanamke tu atabalansi vipi majukumu yake ya familia na majukumu ya uongozi. Lakini wanaume hawaulizwi kwamba watabalansi vipi majukumu yao ya familia na majukumu ya kazi. Wakati wote wanaume na wanawake wana majukumu makubwa sana katika familia. Na pengine kwa kuacha familia zao na kukaa kwenye upande wa kazi peke yake, ndio kinachosababisha familia nyingi kuanguka, ndio kinachosababisha na wenyewe pia mwisho wa siku kujikuta wapweke, wasiokuwa na watu wa kuwa karibu nao wakati wanapokuwa na changamoto, kwa sababu katika furaha yao walibebwa na mambo ambayo ni ya jamii ama ya kazi zaidi. Kwa hiyo ili mimi sitalijibu unavyotaka. Nitalijibu ambavyo naona ni sawa, ya kwamba wagombea wote, wanawake na wanaume, wakumbuke kuweza kuweka uwiano kati ya majukumu yao ya kifamilia na yale ya uongozi. Na katika kuweka majukumu, namna gani wataweza kuleta uwiano? Kwanza, kuwepo uelewano katika familia zao kwamba wanaenda kugombea. Hivyo familia wawe masapota wa kwanza katika kuwasapoti hawa wagombea kwenye kugombea nafasi zao mbalimbali za uongozi. Na hili ninazungumzia kwa wote, kwa wagombea wote wa kike na wa kiume, kwa sababu swala la familia ni swala ambalo limekuwa na changamoto katika kipindi cha hivi karibuni sana. Unakuta tunaona watoto wameachwa, familia zimeachwa, watoto wanakosa maadili, ukatili unaongezeka kwa sababu tu mzazi mmoja amechukua muda mwingi kwenye kazi kuliko mmoja ama wote wamechukua muda wao kwenye kazi kuliko kwenye kuangalia familia. Kwa hiyo ni wakumbushe wagombea wetu ya kwamba familia ni taasisi muhimu sana, na familia inapaswa kuangaliwa hata wakati wa kupanga majukumu. Kwa hiyo kwenye kupanga majukumu ya hizi hatua za kugombea katika nafasi mbalimbali, wewe kama kiongozi, uwe mwanamke uwe mwanaume, pia upange muda wako ambao utakuwa na familia yako. Watoto wako watakuwa wanakuhitaji, mwenza wako atakuwa anakuhitaji katika kipindi hiko, na hao ndio masapota wako wa kwanza, wanaweza kukusaidia pia kuweza kupata nafasi ya uongozi. Tunapokamilisha kipindi chetu, unaiambia nini Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambao ndio wasimamizi wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025? Mwaka huu si ndio mwaka wa mwanzo kabisa wa Tume Huru? Ndio. Basi huu mwaka tuone matokeo yakiwa tofauti. Matokeo yakiwa tofauti kwa maana kwamba kusiwe na manunguniko. Yale manunguniko ya kwamba huyu kapendelewa, huyu kaiba kura, huku kura hazikufanya nini, sijui hazikuhesabika. Tuone Tume Huru ikifanya kazi yake kwa mujibu wa majukumu waliopewa. Kwa sababu tayari imeshaitwa Tume Huru, basi ikafanya kazi yake kwa uhuru na zaidi kusimamia kwa weledi. Mimi ninachokipenda na ninachokitamani tuwe na uchaguzi ambao ni huru, lakini zaidi sana uchaguzi wa amani.
Amani tunaihitaji sana Tanzania. Amani tunaihitaji sana Tanzania. Tunaihitaji sana amani Tanzania, narudia tena na tena. Kwa hiyo kwa wagombea na kwa masapota wao wa vyama mbalimbali waamini ya kwamba na kuelewa ya kwamba tunahitaji amani kuliko kitu chochote katika kipindi hiki cha uchaguzi. Na amani ikiwepo, tutakuwa na watoto ambao wako huru, tutakuwa na wanawake ambao wako huru, tutakuwa na wanaume ambao wako huru, tutakuwa na taifa ambalo liko huru kuweza kufanya shughuli zao za maendeleo. Tukikosa amani, hawataenda shuleni watoto, wagonjwa hawatatibiwa. Tukikosa amani, hatutaweza kukaa na kujadiliana maendeleo ya taifa letu, kuweza kushindana na changamoto za maendeleo ya kiuchumi duniani ambazo zinaendelea, endapo tutaanza masuala ya kukosa amani. Kwa hiyo uchaguzi huu mimi na TAMWA kwa ujumla tunaiomba jamii na tunaitaka jamii tuwe na uchaguzi ambao ni wa amani. Kama ni hoja, kugombana kwa hoja ni kawaida sana. Kugombana kwa hoja na hoja nzito na ambazo zinaangalia maslahi ya wananchi ndizo hoja ambazo zitaweza kuwapa wagombea wote kura. Nikushukuru sana Dr. Rose Ruben, mkurugenzi wa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA, kwa kuwa nami hapa studio. Tumejadili kwa kina. Mtazamaji, mkurugenzi amechanganua kwa kina kabisa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu 2025. Basi nikushukuru sana kwa kuwa nasi hapa studio. Asante sana Esther. Naam, mtazamaji, tufunge safari ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya uchaguzi. Na INEC au Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndio wasimamizi wa uchaguzi mkuu mwaka 2025. Basi ewe mwananchi, ewe kijana, ewe mama, ewe binti, wakati ukifika, jitokeze utumie na haki yako ya msingi ya kidemokrasia katika kuchagua viongozi ambao unawataka, viongozi bora ambao wataleta maendeleo katika taifa letu la Tanzania. Hadi hapa sina la ziada, ni kushukuru sana kwa kuwa nami. Hadi wakati mwingine, mimi ni Esther Amandu Zelamula na hii ni Tufunge Safari. Asante na kwaheri.